kabla ya wiki ile la mama tulianza operation ya kuharibu na kusambaratisha roho za miungu inayotufuatilia, na tukaona jinsi ambavyo roho za miungu zinavyoweza kufuatilia maisha ya mtu kwa kumtia hofu na hatimaye hata mtu kuweza kufeli kwenye yale ambayo ni ya msingi katika maisha yake. Tuliangalia Elia jinsi alivyofanya kwa miungu ile ya Baali, lakini alipotishiwa na mwanamke Yezebeli juu ya kuuawa, aliogopa akakimbia. Tukasema kwamba mara nyingi tumekuwa tukishughulika na madhabahu, lakini tukasahau Mungu wa madhabahu, miungu ya hiyo madhabahu. Sema kwamba ili madhabahu iweze kuwa hai lazima mtambue Mungu wa hiyo madhabahu, kuhani wa hiyo madhabahu, ibada ya hiyo madhabahu na sadaka ya hiyo madhabahu. Vitu hivi vinne muumini atakapovifanya kwa uaminifu katika madhabahu yoyote ile, basi inaweza ikamletea matokeo anayoyataka, isipokuwa kama si Mungu huyu wa Israeli, basi ataishia kwenda jehanamu. Mungu atusaidie. Haleluya. Sasa leo tutaangalia roho za miungu zinavyoweza kufuatilia uzao wa mwanamke. Roho za miungu zinavyoweza kufuatilia uzao wa mwanamke. Wote hapa tulipo tumetokana na mwanamke. Haleluya. Tumetokana na nani? Mwanamke. Ni rahisi sana mtu kubambikiwa baba asiye mzazi wake, lakini si rahisi mtu kubambikiwa mama asiye mama yake. Haleluya. Hata walipojaribu kufanya kipindi cha mfalme Sulemani, mtoto kubambikiwa mama asiye wa kwake, bado ilishindikana. Maana yake ni kwamba mama anaweza akafanyaje, akabambika, akasema mtoto huyu ni wa kwangu, sawa eh? Lakini nafsi yake ikamsuta kwamba huyu sio mwanaye. Lakini baba anaweza akabambikiwa kwamba huyu mtoto ni wa kwako, asijue, akaamini ni wa kwake, kumbe sio wa kwake. Lakini mwanamke anajua kabisa kwamba huyu mtoto ni wa kwangu, ama huyu mtoto sio wa kwangu. Ila kwa mwanaume anaweza asijue na akaishi na mtoto asiye wa kwake, labda kwa sababu ya teknolojia, wakaenda kwa DNA ndio wakathibitisha kwamba katika watoto 6 aliozaa na mke wake, mmoja tu ndio wa kwake. Mungu atusaidie. Na mama ndiye anayejua baba halisi wa mtoto. Kwa hiyo sisi wote hapa tumetokana na uzao wa mwanamke. Haleluya. Kwa hata itokee mtoto aseme wewe sio mama yangu, mama anamwangalia, anasema laiti ungalijua ulivyonitesa, ulikuwa unanipiga mateke kwa tumbo, silali. Kwa mama akifikiria vile, anatoka tu na machozi, anasema mtoto laiti. Mungu atusaidie sana. Bwana asifiwe.
Ndio maana wakati Pastor Ezekiel wa Karagwe mke wake anamzuia kwenda kutumika, sasa Mungu alipoonyesha kwamba anapita na watoto, ilibidi amfukuze, amwambie nenda katumika. Maana ukitaka kujua nguvu ya mama, gusa mtoto wake. Haleluya! Mama yuko tayari kufanya chochote kwa ajili ya mtoto wake. Sasa ingine anaweza akapitiliza akamharibu mtoto kutokana na yale mahaba aliyokuwa nayo kwa mtoto. Mungu atusaidie sana. Sisi tunaelewana watu wa Mungu. Ndio maana tusome kitabu cha Mwanzo 31 mstari wa 19. Jina la Bwana libarikiwe. Mstari wa 19, Mwanzo 31. Nitasoma kwa jina la Yesu. Nitasoma kwa jina la Yesu. Anasema, basi Labani alikuwa amekwenda kuwakata manyoya kondoo zake, na Raheli akaviiba vinyago vya babaye. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Labani alienda kukata kondoo manyoya. Naomba unisikilize. Amen. Amina. Nisikilize kwa umakini ili uweze kunielewa. Haleluya. Biblia inapozungumza juu ya vinyago inamaanisha juu ya miungu. Amen. Amina. Juu ya nini? Miungu. Miungu. Ukiwa na kinyago chochote kile ambacho unakitegemea kinakuwa miungu. Kwa mfano, kuna imani zinaamini juu ya kinyago cha msalaba. Sasa kile ni kinyago ambacho Biblia inasema kwamba msiwe na miungu mingine. Sawa eh? Katika ile amri ya anasema kwamba usijifanyie sanamu ya kuchonga ya kitu chochote kile kilichoko mbinguni wala kilichoko duniani. Sasa unapokuwa na kitu chochote kile ambacho umekivaa kinaitwa kinyago. Hata kama ni msalaba wa Yesu ni kinyago. Sawa eh? Amina. Tuelewane kabisa. Ni nini? Kinyago ni miungu. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Sasa Raheli akaiba vinyago, miungu ya baba yake, akaificha. Sasa katika tafiti za mambo ya zamani inaonyesha kwamba kumiliki miungu, yani kumiliki vinyago vya kimiungu, ilidhaniwa kuwa ni kumhakikishia mtu sehemu ya kumiliki. Nitarudia. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tafiti za mambo ya kale inaonyesha kwamba kumiliki miungu au kumiliki vinyago
kulidhaniwa ni kumhakikishia mtu sehemu mara mbili ya urithi wa baba yake. Yaani anapokuwa na vile vinyago ama anapokuwa na vile miungu, inamhakikishia urithi mara mbili kutoka kwa baba yake. Sasa ikumbukwe kwamba hapa Raheli anaamua kutoroka na Yakobo, maana walikuwa ni ndugu wawili, Lea na Raheli, ambao waliolewa na Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa siku zingine tutazungumza juu ya Yakobo, miungu ambayo ilikuwa inamfuatilia, kwamba kwa nini akadanganywa, badala ya kupewa Raheli akaja akapewa Lea. Maana waliozeshwa usiku. Labani akamwambia haiwezekani mdogo kuolewa kabla ya mkubwa. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Sasa akadanganywa, na kudanganywa kwa Yakobo kunatokana na namna ambavyo yeye mwenyewe alidanganya baba yake. Si unakumbuka naye alimdanganya Si ndio unakumbuka Amina. Haleluya. Amina. Katika Biblia tutakapofika huko inatufundisha kwamba mtu yeyote yule anapokuwa anamkosea Mungu, namba moja kuna kusamehewa, lakini namba mbili kuna adhabu. Sio, unanielewa? Amina. Unasamehewa lakini kuna adhabu. Geukie mwenzako mwambie, tangu umesamehewa unajua ni adhabu gani unaitumikia? Haleluya. Amina. Haleluya. Kuna adhabu ambayo mtu anaitumikia. Sasa inaweza ikawa ni aina fulani ya mapito fulani ama maumivu fulani, lakini kumbe ni adhabu. Ndio maana hata Daudi alipogundua hilo, alipopigwa mawe wakati amefanya ile zinaa, aliwaambia hapana, msimzuie mtu anayenipiga mawe, kwa sababu huenda ni adhabu kulingana na dhambi yangu. Jina la Mungu litusaidie. Amina. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amina. Haukuwa mpango wa Mungu kabisa katika eneo hilo, ila alidanganywa kwa sababu naye alidanganya. Sasa hapa yanatumika kama mambo ya kimila ambayo mara nyingi tumekuwa tukiyafanya ama wazazi wetu walikuwa wakiyafanya kabla ya kumjua Mungu. Kabla ya kumjua Mungu kuna mambo mengi ambayo mtu anakuwa anayafanya ambayo yanamuingiza kwenye maagano ya kimiungu. Bwana asifiwe sana. Amina. Sasa Raheli katika hii familia ambayo tunaita familia ya Labani, amen, ilikuwa ni familia ambayo ilikuwa ina maagano ya kimiungu tangu vizazi hata vizazi. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu atusaidie sana. Amina. Raheli, tukiangalia historia ya Raheli ni kwamba alikuwa ni binti ambaye alikuwa ni mzuri. Sawa Biblia inamsifu, inasema kwamba alikuwa ni binti mzuri wa sura na umbo. Ukiangalia kwenye Mwanzo 29 mstari ule ni wa 15 hadi wa 18, anazungumza pale. Mwanzo 19:15 hadi 18 nasema, Labani akamwambia Yakobo, kwa sababu wewe ni ndugu yangu, basi je, utanitumikia bure? Niambie, mshahara wako utakuwa nini? Laban alikuwa na binti wawili. Jina la mkubwa alikuwa ni Lea, jina la mdogo alikuwa ni Raheli. Naye Lea alikuwa dhaifu. Naye Lea macho yake yalikuwa dhaifu, lakini Raheli alikuwa mzuri wa umbo na alikuwa mzuri wa umbo na mzuri wa uso.
Yakobo akampenda Raheli, akasema nitamtumikia miaka 7 kwa kumpata Raheli binti ndogo. Naona alikuwa ni binti ambaye ni mzuri, lakini shida ya Raheli ilikuwa ni kwamba alikuwa sana connected na miungu ya baba yake. Haleluya. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Ikumbuka kwamba Laban alikuwa ni mjomba yake na Yakobo. Ina maana mama wa Yakobo ni brother wa nani? Wa Laban. Si ndio Amina. Haleluya. Jamani, amina. Amina. Kwa hiyo walikuwa nani huyu Raheli alikuwa ni mtoto wa kaka, si ndio Na Yakobo alikuwa ni mtoto wa dada. Kwa hiyo Yakobo alikuwa ni mjomba wake alikuwa ni Laban. Kwa tafsiri sasa hivi wanaitwaje hawa? Mabinamu. Ndio. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Haleluya. Amina. Kwa hiyo wakati Yakobo anatoka kule akaambiwa na kaka yake kwamba na baba yake, nenda kajipatie mke kwa mjomba wako. Kwa hiyo akasafiri akaenda mbali, na ndipo alipofika mahali fulani akakuta watu wanachota maji. Kuna kisima wanachota maji kwa ajili ya kunyweshea mifugo. Akawauliza wale watu, jamani, hapa ni wapi? Wakamtajia, akasema Labani nitampataje? Wakamwambia kwamba yupo, tunamfahamu, lakini binti yake anakuja, yule pale anakuja kunywesha nini? Mifugo maji. Sasa akawaambia, sasa nyinyi, huu ni muda wa kulisha mifugo, kwa nini hamwapi mifugo maji? Wakasema sisi hatuwezi kufanyaje kuviringisha hilo jiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Lakini Yakobo huyu binti alipofika Raheli, Yakobo akampenda. Amen. Amina. Alipompenda aliliviringisha lile jiwe. Unajua? Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Mwanaume akipenda anaweza akafanya chochote kwa ajili ya anayempenda. Amina. Anaweza akatoa hela ya kalala njaa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amina. Si kuna mtu mmoja ananielewa? Amen. Unaona Akaliviringisha lile jiwe kama vile anavingisha kitu, akawanywesha maji wale mifugo. Akasema wewe ni dada yangu. Akapeleka nyumbani, akamtambulisha kwa Laban. Sasa ndio hapa Laban anasema, utakaa hapa nitakulipa nini? Ni kweli ndugu yangu, je, utakaa hapa nitakulipa kitu gani? Akaangalia akasema, bwana, mimi mshahara wangu nataka nimuoe Raheli. Kwa hiyo nitakutumikia kwa miaka 7 kuchunga mifugo yako, nimpate nani? Raheli. Jamaa akatumika. Biblia inasema kwamba zile miaka 7 ilikuwa kama siku moja, kwa vile alivyokuwa anampenda nani? Raheli. Na maana alifanya kwa moyo. Mungu atusaidie sana. Amina. Haleluya. Amen. Akafanya, ikafika ile miaka, akamwambia Laban, nipe mke wangu. Laban akaalika watu, sherehe, ngasu ya usiku. Wakampelekea mke. Jamaa anamka asubuhi, anakuta amepewa nani? Lea. Akamwambia Laban, kwa nini umenifanyia hivi? Bwana asifiwe. Amina. Anasema kwetu ni desturi bwana, mdogo hawezi kuolewa kabla ya nani? Ya mkubwa. Kwa hiyo kama unamtaka na huyu mdogo, tumika tena. Kaambia sawa, mtatumika. Siku 7 zilipopita za kukaa ndani, akaanza tena
kutumika tena miaka mingine 7 kwa ajili ya kumpata nani? Raheli. Mungu atusaidie sana. Amina. Upendo una nguvu, sema amina. Amina. Upendo una nini? Una nguvu. Hata unapompenda Mungu, haleluya, uko radhi chochote kile kiweze kufanyika, lakini usimkose nani? Mungu. Usimkose Mungu wako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Haleluya. Amina. Sasa walipooana, Biblia anasema kwamba Raheli akawa hazai. Sasa hapa ndo tunatafuta kwamba kwa nini Raheli alikuwa hazai. Sasa ukija kufuatilia katika Biblia utakuta kwamba Rebeka ambaye pia anatokana na uzao wa kina Laban ambaye alikuwa ni mke wa Isaka, naye alikuwa hazai. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa utakuta kwamba hao watu walikuwa connected na miungu, na inawezekana kabisa hii miungu ilikuwa imekamata katika eneo la uzazi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Sisi kuna mtu mmoja ananielewa? Amen. Hebu soma Mwanzo 25:21. Mwanzo 25:21. Nitasoma kwa jina la Yesu. Isaka akamwomba Bwana. Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake. Kwa ajili ya mke wake. Maana alikuwa tasa. Maana alikuwa nani? Tasa. Jamani, alikuwa nani? Tasa. Tasa. Naye Bwana akamuitikia. Na Rebeka mkewe akachukua mimba. Watoto wakashindana tumboni mwake. Unaona Rebeka naye alikuwa na, inatosha, alikuwa tasa. Amen. Hazai. Na Biblia inasema kwamba Rebeka naye alikuwa ni mzuri. Tunafuatilia katika historia ya Rebeka, tunaona kwamba Ibrahimu, Sara mkewe, naye alikuwa mzuri. Wakati Ibrahimu anatoroka anakimbilia Misri, akakutana na mfalme akampenda Sarai. Ibrahimu akadanganya akasema huyu ni ndugu yangu, ili ajiepushe kufa. Lakini Isaka naye kadhalika, Rebeka naye alikuwa ni mzuri, akadanganya akasema huyu ni ndugu yangu. Maanake ni kwamba hawa walikuwa na sifa nzuri, lakini matokeo katika uzazi wao ulikuwa mbaya kutokana na roho za miungu ambazo zilikuwa zinawafuatilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, mtu wa Mungu. Amina. Unaweza ukawa mzuri, ukawa na sifa zote za kupata kazi, ukawa na sifa zote za kuoa, ukawa na sifa zote za kuolewa, ukawa na sifa zote za kufaulu, lakini kama kuna miungu ambayo imesimama hapo, hiyo kazi yao ni kuhakikisha kwamba inazuia hatima. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu atusaidie, watu wa Mungu. Si kuna mtu mmoja anaelewa? Amina. Sasa Raheli naye alikuwa hazai. Mwanzo 29:31. Mwanzo 29:31. Naomba unisikize kwa makini. Ukinisikiza kwa makini ndio maombi haya yataleta matokeo mazuri kwako. Mwanzo 29:31. Twende. 31. Amina. 29:31. Nitasoma kwa jina la Yesu. Bwana akaona ya kwamba Lea hakupendwa, naye akafunga tumbo lake. Rudia. Anasema Bwana akaona ya kwamba Lea hakupendwa, naye akafungua tumbo lake. Bali Lea alikuwa bali Raheli alikuwa hazai. Unaona Bwana akaona ya kuwa Lea hakupendwa, naye akafungua tumbo lake, bali Raheli alikuwa hazai. Manake ni kwamba Raheli tayari amefungwa nini? Uzao, hazai.
na kinachosababisha asizaa ni nini? Ni roho za miungu ambazo zipo katikati yao. Tunapozungumzia kuzaa, manake tunazungumzia ongezeko. Amina. Hakuna mtu ambaye hatamani kuwa na ongezeko. Haleluya. Amina. Roho za miungu zinashambulia ongezeko la mtu. Roho za miungu hazitaki mtu aweze kuongezeka. Hazitaki huduma yako iongezeke. Hazitaki masomo yako ufaulu katika viwango vya juu. Hazitaki biashara yako iongezeke. Hazitaki chochote kile ambacho unakifanya kiongezeke. Maana yake ni kwamba iko tayari kuhakikisha kwamba inashambulia ili kwamba usiongezeke. Sema amina. Lakini nataka nikuambie jioni ya leo, yuko Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Amina. Huyu Mungu ambaye alisema kwamba kila anayeniamini hata taarika, yeye anaweza kusambaratisha madhabahu zote za miungu. Amina. Na kuhakikisha kwamba jina lake linatukuzwa kupitia wewe. Amina. Amina. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Wakristo tunaenda sawa? Amina. Nataka nikufundishe ili uweze kuelewa. Sema amina. Amina. Raheli ya kuzaa. Mtu wa Mungu, Mungu usipomhusisha, kilichomsaidia Yakobo na kilichomsaidia Isaka, ambao walioa kwenye hii familia inayoabudu miungu, walikuwa waombaji. Amina. Isaka akamwomba Mungu. Manake ni kwamba Mungu anataka ahusishwe kwenye hizo roho ili azishughulikie, ili yeye atukuzwe. Amina. Sasa huwezi tu kusema kwamba mimi nimeokoka, wakati unajua kabisa kwamba katika ukoo wenu kuna madhabahu ama kuna miungu ambayo inaabudiwa. Sasa Mungu asipohusishwa, bado ile miungu itaendelea kukufuatilia, na utajikuta kwamba maisha yako yanakuwa ni ya kustruggle sana. Hayana ongezeko. Jamani, tuko pamoja? Amina. Kuna watu wako makini sana kwenye maombi, lakini hawako makini sana kwenye kusikiliza. Kinachoweza kuleta matokeo mazuri kwenye maombi unayoenda kuombewa ni kusikiliza hichi ninachokuambia. Sema amina. Amina. Maana Biblia inasema ulituma neno. Hebu sema ulituma neno. Ulituma neno. Yaani ile neno linapoingia ndani yako na ukalielewa na ukajua kwamba umekamatwa wapi, maombi ni rahisi sana kufunguliwa. Mpigie Bwana Yesu makofi. Amina. Kwa hiyo kinachodai ni nini? Ni roho za miungu zinadai. Sema amina. Amina. Kwa hiyo Mungu asipohusishwa kupambana na hizo roho, yeye anaangalia tu. Na Isaka akaona hapana, akaomba Mungu. Maana yake ni kwamba aliingia kwenye maombi ya ukombozi. Sema amina. Amina. Akashughulikia zile madhabahu na mke wake akafunguliwa, akapata watoto. Sema amina. Amina. Na mimi nataka niseme, ukishughulikia hiyo miungu unafunguliwa na unaongezeka katika jina la Yesu. Amen. Waliosema utaishia darasa la 7, hautaishia. Waliofikiria kwamba hautaolewa, utaolewa. Waliofikiria kwamba hautaoa, utaoa. Waliofikiria kwamba hilo duka utafunga, hautalifunga. Waliofikiria kwamba huduma yako itakufa, haitakufa. Sema amen. Maana ni kwamba Mungu anataka usishwe. Amina. Kwamba kwa nini kilitokea kwa yule kikatokewa kwa yule na mimi kwangu kimetokea? Hapana. Hii ni roho ya miungu. Lazima nihakikishe ninaihukumu katika jina la Yesu. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Sasa ukikaa tu, hizi madhabahu zitaendelea kukutesa. Sema amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Roho za miungu zinavyoweza kufuatilia uzaa ama hatima ya mwanamke. Mwanamke ana siri kubwa sana. Amen. Saonaga kwamba watoto wadogo, unamkuta mama akabeba kitoto kidogo,
kakifunga shilingi kiunoni, ama kakifunga shilingi kifuani, ama kakifunga sijui libwende gani, sijui linguo gani mkononi. Hata sisi tuliwahi kuvalishwaga hivyo vitu tukiwa wadogo. Wangapi wanakumbuka wale kuvalishwa hivyo vitu? Ama wangapi waliwahi wanakumbuka wale kuvalishwaga hivyo vitu wakiwa wadogo, au walioona ndugu zao wakivalishwa hivyo vitu? Amen. Manake ni kwamba tayari pale panakuwa connected na miungu. Kwa nini umemvalisha hii? Nimemvalisha hii kwa sababu nimeambiwa nitakapomvalisha hata lia usiku. Manake ni kwamba tayari mtoto wako umemkabidhi kwa miungu iweze kumsaidia. Na anaweza asilie kweli, lakini hatima yake itakuwa ni nini? Hapo ndipo utakapokuja kushangaa kwamba mtoto anakuwa na tabia ambayo ukiangalia upande wa mke wako haipo, upande wa mume wako haipo. Inakuwa ni tabia ya ajabu, manake tayari umemconnect kwa nini? Kwenye madhabahu za miungu. Miungu inasema huyu ni wa kwetu. Bwana asifiwe. Hujanielewa. Wengine unakuta kwamba walikaa muda mrefu hawakupata ujauzito, wakaamua kwenda kwa waganga wa kienyeji. Mama akaamua kutoroka, hata hajamwambiaga mke wake ana mume wake, ametoroka tu, anaenda kwa mganga kwamba tumbo langu sizai. Siri anaijua nani? Mama. Manake katika eneo la uzao mara nyingi wanaopata shida kwa ndoa ni wanawake. Asipozaa yeye ndiye ana shida, hata kama sometimes mwanaume anaga shida, lakini yeye mwanamke anakisha kwamba atapambana anavyopambana ili aweze kupata mtoto. Si unanielewa? Amina. Bwana Yesu ape sifa. Amina. Si unakumbuka kwa huyu mwanamke anaitwa Hana. Ingawa mume wake alikuwa anampenda sana, lakini na kumwambia kwamba wewe ni zaidi ya watoto, lakini ile haikuweza kumpa faraja Hana. Lakini faraja pekee Hana aliyokuwa anataka ni kuona kwamba anapata mtoto. Si kuna mtu ananielewa? Kwa inawezekana kabisa kwamba kuna wazazi ambao, ama inawezekana hata kama ni wewe, maana umeokoka juzi, inawezekana wazazi wako huko zamani ulipatikanaga kwa mganga wa kienyeji. Ukapewa idulazi, sijui ukapewa mama